Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa kuweza kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sasa jeshi la Marekani limeachia faili za siri za UFO na Trump amezungumzia na amesema kwamba ni nyaraka za kuvutia. Kabla ya yote, mtazamaji, ni kupitishe hizi faili za UFO ni nini na zina nini. Faili za UFO ni mkusanyiko wa nyaraka rasmi, ripoti na taarifa zinazohusiana na matukio ya kuonekana kwa vitu visivyotambulika angani. Rekodi hizi kwa kawaida hukusanywa na jeshi, idara za ujasusi pamoja na mamlaka za usafiri wa anga. Faili hizo hujumuisha ushuhuda wa marubani, picha za satellite, taarifa za rada pamoja na uchunguzi wa ndani. Nyingi ya faili hizi zilifichwa kwa miongo kadhaa kutokana na sababu za usalama wa taifa, lakini baadhi yake sasa zimewekwa wazi kwa umma kwa ajili ya kuongeza uwazi. Sasa jeshi la Marekani kupitia idara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, limeanza rasmi kutoa nyaraka za siri zinazohusiana na UFO zinazojulikana sasa kama UAP, yani Unidentified Anomalous Phenomena. Hatua hiyo imeibua mjadala mkubwa duniani kuhusu kile ambacho serikali ya Marekani imekuwa kikificha kwa miaka mingi. Faili hizo ambazo hazijawahi kuonekana kwa umma hapo awali zinajumuisha taarifa mbalimbali zikiwemo ripoti za marubani wa kijeshi, data za rada, picha za satellite, nyaraka za FBI pamoja na mawasiliano ya zamani ya serikali kuhusu matukio ya vitu visivyoeleweka angani. Pentagon imesema nyaraka hizo zimewekwa kwenye tovuti maalum ya serikali, huku faili nyingine zikitajwa kutolewa hatua kwa hatua katika kipindi kijacho. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, lengo la kutoa taarifa hizo ni kuongeza uwazi kwa wananchi, kusaidia tafiti za kisayansi pamoja na kuondoa uvumi ambao umeendelea kuzunguka kuhusu UFO kwa miongo mingi. Kabla ya nyaraka hizo kuwekwa wazi, Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa tayari amezungumzia swala hilo hadharani. Trump aliwaambia wahafidhina katika mkutano mmoja kwamba serikali ilikuwa ikijiandaa kutoa nyaraka za kuvutia sana kuhusu UFO hivi karibuni sana. Kauli hiyo iliongeza hamasa kubwa kwa wananchi na wafuatiliaji wa masuala ya UFO duniani, huku wengi wakisubiri kuona kama nyaraka hizo zingethibitisha uwepo wa viumbe kutoka nje ya dunia. Hata hivyo, baada ya kutolewa kwa sehemu ya kwanza ya faili hizo, serikali ya Marekani imesisitiza kwamba hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaothibitisha uwepo wa viumbe wa anga. Utawala wa Trump ulisema wananchi wana uhuru wa kujitengenezea hitimisho lao wenyewe kutokana na taarifa zilizopo kwenye nyaraka hizo. Maafisa wa Marekani wanaeleza kuwa baadhi ya matukio yaliyorekodiwa bado hayaeleweki kikamilifu, lakini hilo halimaanishi moja kwa moja kwamba yanahusisha viumbe wa nje ya dunia. Ripoti nyingi zinaonyesha vitu vilivyoruka kwa kasi kubwa, kubadilisha mwelekeo ghafla au kuonekana bila mfumo wa kawaida wa propulsion, jambo ambalo limeendelea kuwashangaza wataalamu wa anga na usalama. Mashirika kama NASA pamoja na wataalamu wa anga wameendelea kusisitiza umuhimu wa kufanya uchunguzi wa kisayansi badala ya kutegemea nadharia za siri. Wataalamu wanaamini baadhi ya matukio hayo yanaweza kuwa teknolojia za kijeshi za hali ya juu, itilafu za vifaa vya rada au matukio ya kawaida ya anga ambayo bado haijaeleweka vizuri. Hata hivyo, kutolewa kwa nyaraka hizo kumeifanya dunia kuanza kuchukulia suala la UFO kwa uzito mkubwa zaidi kuliko hapo awali. Katika faili hizo za UFO zilizotolewa na Pentagon na taasisi nyingine za Marekani, serikali imeweka wazi aina mbalimbali za nyaraka na taarifa ambazo kwa miaka mingi zilikuwa siri. Miongoni mwa vitu vilivyotolewa ni pamoja na ripoti za marubani wa kijeshi waliodai kuona vitu visivyoeleweka angani wakati wa safari zao, video na picha zilizorekodiwa na ndege za jeshi zikionyesha vitu vinavyoruka mwendo wa ajabu, data za rada zinazoonyesha vitu vilivyokuwa vikionekana na kutoweka ghafla angani, nyaraka za FBI na mashirika ya ujasusi kuhusu uchunguzi wa matukio ya UFO yaliyowahi kuripotiwa, lakini mawasiliano ya ndani ya serikali kuhusu namna ya kushughulikia taarifa za UFO, lakini pia taarifa za safari za anga kutoka NASA zinazohusiana na matukio yasiyoeleweka yaliyorekodiwa angani, lakini pia ushahidi wa baadhi ya askari na wafanyakazi wa serikali waliowahi kushuhudia matukio hayo, lakini pia uchambuzi wa kisayansi kuhusu uwezekano wa baadhi ya matukio kusababishwa na teknolojia za kijeshi, hali za anga na itilafu za vifaa.
Baadhi ya ripoti zilizovutia zaidi ni zile zinazohusisha vitu vilivyoripotiwa kusafiri kwa kasi kubwa sana bila kuonekana kuwa na injini, kubadilisha mwelekeo wa ghafla angani, lakini kukaa hewani kwa muda mrefu bila mfumo wa kawaida wa ndege na kuonekana karibu na maeneo ya kijeshi au baharini. Hivyo ndo vitu ambavyo vimeonyeshwa kwenye ripoti ya UFO kupitia jeshi la Marekani, Pentagon. Basi mtazamaji wetu, tuko hapa kuweza kufuatilia kwa kina kuhusu undani wa taarifa hizi. Tutakujuza kwa kila hatua chote ambacho kinajiri kupitia taarifa mbalimbali ambazo zinajiri ulimwenguni. Usiache kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.